Tarehe 28 Disemba kulikuwepo kuna mwaliko wa kuchangia ujenzi wa kanisa la Mwongezeko, kanisa la Wasabato Mwongezeko. Mgeni rasmi alikuwa ni mkurugenzi wa masoko wa biashara wa Zania, Dr. Limo Nyansaho. Nilipofika kwenye harambee ile, ni kipimo changu ilikuwa ni kondoo. Sasa nilipofika pale, mkurugenzi akasema kwa nafasi nionayo natakiwa nitoe ng'ombe. Unajua ukiwa kiongozi wa kitaifa unatakiwa ukae kitaifa. Kwa ng'ombe niliahidi ng'ombe dume wa mbegu ambaye atakuwa ni dume bora kabisa wa mbegu. Kwa leo nimekuja kukabidhi watu wa kanisa la Mwongezeko. Huyo ng'ombe nimeshawaonyesha. Ng'ombe dume kwa kwetu inaitwa Kerera. Kerera kikwetu ni kitu chenye msararo, yaani kitu chenye baraka. Ndio nimetoa kwa sababu namtolea Mungu. Pia nashukuru kwa wenzetu ambao wanaendesha ujenzi. Nimeenda pale site leo asubuhi. Kazi inaenda ni ya moto, na mimi nimehamasika kutoa huyu ng'ombe kwa moyo mmoja. Lakini pia nimekuwa mfano kwa wale walioahidi kama mimi. Kama hata ukichelewa hadi wanasema ni deni, inabidi tu ulipe. Na naombi kwa Watanzania wenzangu, ufugaji ni kitu kizuri, lakini sasa ni miaka 60 na ya uhuru. Tunatakiwa tubadilike, twende kwenye ufugaji wa tija. Kwa nchi nzima tunahitaji tu mashamba 100,000 ambayo sio kazi kubwa, tunaweza tukayapata kwa miaka 25 kwa mashamba 4,000 kila mwaka, na kazi inaweza kawezekana na yakawa na kiwango kikubwa. Sasa hizi tuna ng'ombe kama milioni 30 na kitu kama 40, lakini kwenye haya mashamba 100,000 tutakuwa tuna uwezo wa kuzalisha ng'ombe 120 milioni. Na sasa hivi tutakuwa tunaweza tukafanya vizuri zaidi, na sio muujiza. Na ni target tunaweza tukajiwekea na tukafikia malengo. Nia ni kwamba kushikamana kama wafugaji, lakini hali ya hewa sio rafiki sana, ni kuchukua tahadhari kwa sababu hii ukame hauanzi siku moja. Kama mvua za sasa hivi zimekuwa nyepesi, nyasi kama mnavyoziona zinaweza zisihimili mpaka tena mwaka kesho mwezi kama huu. Kwa hiyo inakuwa ni kipindi cha mwaka mzima ndio unaweza kukadiria malisho yako. Kwa hiyo kimsingi swala la ufugaji na ajira za moja kwa moja ambazo tunasema sasa sisi tunachochetu kama CHASUA tunachotaka kufanya kwenye mashamba 100,000 haya tunayoongelea kwa nchi nzima ni yale vile wale vijana wanaokuwa tumewapika, wameiva, watakwenda moja kwa moja kwenye mashamba. Kwa sababu sasa hivi tunatengeneza watu lakini hatuwapeleki moja kwa moja kwenye mashamba. Na sasa hivi hii elimu iliyoanzishwa mtaala mpendekeza kuanzia hapa mashamba kama hapa shambani kwangu kuwepo na shule inayofundisha ufugaji. Mtoto akiamka asubuhi anakamua, anaenda anachunga, anajifunza kila kitu, anajua tabia za ng'ombe, anajua ng'ombe anakaa muda gani, anapata mimba kwa muda gani. Ufugaji ndio namba 1. Watu wako wanapimwa kwenye ufugaji. Hata Ibrahim wakati anaenda kumtoa Isaka, baadaye alitoa kondoo aliyenona, alikuwa amenasa kwenye kichaka. Kwa sisi, mimi binafsi kwa nafasi nioneo kama mjumbe kama mtendaji taifa, naamini ufugaji ndio mambo yote. Hili shamba lina cheti cha ubora wa utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo tunazingatia vigezo vya mashamba ya kisasa. Tunamshukuru ndugu yetu Kiruli kwa ahadi ile ambayo alizungumza siku ile ya changizo. Kwa ile alisema kwamba nitatoa ng'ombe aliyonona. Sasa kwa siku ya leo sisi tumeshuhudia. Tumekuwa tukimfuatilia kwamba bwana Kiruli vipi ahadi ile, lakini anasema subiri siku nikipata nafasi nitakuja nitawaleta. Na kweli tumekuja tumeshuhudia ng'ombe huyu aliyesema aliyemtoa siku ile kulingana na ahadi aliyoitoa. Tumeshuhudia kwa macho yetu ni ng'ombe aliyenona, ni ng'ombe mzuri. Ipo vitu tunaposoma Biblia kwa sababu sisi tunaamini kwenye Biblia. Wapo watu waliomtolea Mungu walibarikiwa. Kwa hivyo na wewe miongoni mwa wao ambao watabarikiwa. Nadhani nyinyi mmekwisha kuwa mashuhuda. Kuna kazi kubwa imekwisha fanywa pale. Nadhani hata ng'ombe wake huyu atakuwa ni mmoja wapo ya kusapoti kazi ya ujenzi. Lakini tunachoomba ni kwamba kuna ahadi zimekwisha tolewa, lakini baadhi ya watu wengine hawajazitekeleza. Kwa hivyo kwa wale ambao watasikia taarifa hii, waende kukamilisha ahadi hizi ili kazi iendelee. Kwa kweli napenda kumshukuru Mungu wa mbinguni
kwa jinsi alivyotusaidia. Kwanza tumefika kwenye ile eneo la Mzee Kiruri, tumeangalia mazingira yake na ufugaji wake, tumejifunza hata kupitia yeye. Na pia napenda kumshukuru Dr. Nyansao aliyemkaribisha Kiruri kuja kwa mgeni kwenye ile harambee yetu. Harambee yetu tuliomba changizo, tulikuwa tumeomba takribani ya milioni 70, lakini tulipata milioni 60 pamoja na ahadi. Kuna ahadi zingine tulikuwa tumeshapewa na zingine bado hatujapewa. Kwa hiyo kulingana na hizo ahadi ambazo tumeshapewa, kuna ujenzi ambao mpaka sasa hivi tunaendelea nao. Kuna ile maboresho. Dr. Limo Nyansao alikuja akatushauri kwamba turekebishe lile jengo vizuri. Mambo yanafanyika bila kuangalia matabaka ya dini ama ukabila. Nimefika hapa kwenye shamba la Mzee Kiruri kama mwakilishi wa Nyansao Foundation, ambaye nimekuja kushuhudia kwenye chagizo hilo la tarehe 28. Dr. Limo Nyansao aliweza kusimamia yeye pamoja na wenzake ambao ni pamoja na Kiruri. Na leo nimeshuhudia mimi na wenzangu ambao ni wazee wa kanisa na hawa waandishi wa habari. Kweli Kiruri ametoa ng'ombe wenye afya nzuri, na katika hali hii tulipo hapa, Kiruri amekuwa ni mtu wa mfano katika zoezi hili la kuwa ni mfugaji wa aina yake. Na katika wafugaji pia kutoa pia ni moyo. Ametoa kitu ambacho ni kinono, ni kizuri, kinavutia hata mbele za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo pia kupitia Nyansao Foundation tunamshukuru. Yaani kikubwa changamoto zilizopo kwenye ufugaji ni ukosefu wa malisho. Na kizuri zaidi mwakilishi wetu kama mjumbe ambaye ni Kiruri ameshathibitisha hapa kwamba tayari wameandaa mashamba darasa na vitaru zaidi ya 100. Ina maana tayari wanaviandaa kwa ajili ya kusaidia wafugaji. Lakini pia lazima tuende kwa mfugaji mmoja mmoja. Pia wataalamu wa mifugo watoke ili angalau watembelee mashamba hata ya mtu mmoja mmoja kwa ajili ya kutoa elimu. Lakini wasipofanya hivyo, kuna watu wana mashamba ambayo wana uwezo wa kutengeneza vitaru wenyewe, lakini wanakoswa elimu na kupata sapota kutoka kwa wataalamu wa mifugo. Kwa hiyo mimi ni shauri hilo tu kwamba ni vizuri wakatembelea baadhi ya wafugaji wenye mashamba makubwa ambayo wana uwezo wa kutengeneza vitaru na wakawashauri sasa kufuga kitaalamu ili ufugaji ulio na tija.